asubuhi ya leo. I thank the Lord to stand in front of you this morning. Sababu nilikuwa mdhaifu kwa siku ambazo zimepita. I was weak from the past days. Lakini nashukuru Mungu kwa kuniwezesha kuwa hapa mbele yenu na kuchangia na nyinyi chakula cha uzima siku ya leo. But I thank the Lord to strengthen me so that I can come and share the food of life with you. Neno ambalo nimepewa asubuhi ya leo, the word that I got this morning, neno ambalo labda tunalizoea sana kulitamka. Maybe we are used to speak it. Na mara kwa mara tunapoenda kanisani, and most of the time when we go to church, na wengine tunapoamini Kristo, when we believe in Jesus Christ, wengi wetu tumeamini sababu ya hili jambo. And most of us maybe we have believed in Jesus because of something. Na sio jambo lingine nataka zungumzia asubuhi ya leo. And there's something else I want to talk about this morning. Nataka zungumzia kuhusu baraka. I want to talk about blessings. Bwana sifiwe sana. Amen. Baraka ni kitu ambacho kimetamanika kwa maisha ya kila mtu. The blessings is something that everyone wants. Baraka ni kitu ambacho kimetafutika pia na kila mtu. Something most of what we are looking for. Na wakati tunapoamini Kristo, when we believe in Jesus Christ, wengine tuliambiwa ya kwamba kwa Yesu kuna baraka. And most of us we heard that we can gain blessings from Jesus Christ. Wengine tuliambiwa ya kwamba kwa Yesu kuna ushindi. Maybe we heard that we can gain victory from Jesus. Wengine wanajua ya kwamba kwa Yesu kuna utajiri. Maybe we heard that we can gain riches from Jesus. Lakini huenda umekaa kanisani miaka na miaka, and maybe you have spent many years in the church, na unaonaka wengine wanabarikiwa, wewe uko tu pale. And can see other people they are blessed and you are watching them. Na huenda umejiuliza ni nini mbaya na wewe. And most of the time you have to ask what's wrong with yourself. Huenda wakati mwingine unasema ya kwamba wewe labda uligusaka kitu kibaya sababu kusudi usibarikiwe. And maybe some people can say that you touch something wrong, that the reason that why you are not blessed. Lakini somo langu nimeligawa kwa sehemu mbili asubuhi ya leo. But I divide my theme in two parts. Jambo la kwanza nataka kuonyesha baraka za Mungu ni nini. The first of all I want to show you what does it mean, the blessings from the Lord. Na jambo la pili nitaonyesha njia 6 za kutipokea baraka za Mungu. And the second one I'm going to show you 6 ways to gain God's blessings. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baraka za Mungu basi ni nini? What does it mean God's blessings? Watu wengi hufikiria kwamba baraka za Mungu ni kukua katika maisha ya amani na salama. And most of people they think that to have God's blessings that would be in wealth and a peaceful life. Wengine hufikiria kwamba kuwa katika baraka za Mungu ni kuwa na magari 6 na labda mambo fulani katika maisha yao. And some people they think that to have God's blessing to have means that having 6 cars and most of the things. Labda katika maakaunti zetu kwa mabenki kujaa pesa nyingi, or having more money in our accounts. Na hiyo tunaweza iita ule mtu amebarikiwa. And maybe you can call that some people the one who has got accounts is blessed. Lakini Biblia inataka kutuonyesha njia 4 ambazo baraka za Mungu zinadhihirika ndani. But the Bible shows us 4 ways in which we can gain God's blessing. Kitu cha kwanza, baraka za Mungu zinakuja katika vizazi vyetu. Most of all we can gain God's blessings from our generations. Biblia inasema ya kwamba Mungu alipoumba dunia, the Bible says when God created the world, akabariki Adamu na Eva. He blessed Adam and Eve. Na alipowabariki akawaambia wazae na kuongezeka katika dunia. And when he blessed them, he said that we can give birth to children and rule the world. Pale Mungu hakuwaambia ya kwamba waende wapate mamilioni ya mapesa. And God didn't tell them to go and get millions of money. Lakini Mungu akatambua ya kwamba baraka ya kwanza ambayo mwanadamu atapata ni kuongezeka kwa kizazi chake. And Lord realized that the first blessing that a human being can get is just to multiply in his generation. Baraka ya kwanza ambayo ulimwengu umepinga siku ya leo. The first blessing that the world is resisting today. Watu wameona baraka za watoto kuwa sio baraka. And most of the time people they can want that having more children not a blessing. Na baraka hii imekuwa tofauti, imeonekana kuwa ni mzigo katika watu. And became like a burden for somebody. Lakini Mungu angetambua ya kwamba watoto ni mzigo. And if God could realize that having male children, asingeambia Adamu na Eva wazae na kuongezeka. He couldn't tell Adam and Eve that you have to increase yourself. Katika kitabu cha Mwanzo, in the book of Genesis, Mungu anaambia Isaka ya kwamba, and God told Isaac ya kwamba atakuwa baba ya mamilioni ya watoto. You will be father of millions of children. Lakini leo dunia inatuambia ya kwamba, but today the world is ni vizuri kuwa na mtoto mmoja na kuwa na milioni ya pesa. It's good to have like one child. Tofauti na mpango wa Mungu kwa baraka zake. Which is different from God's plan in his place. Bwana tuhurumie sana. God forgive us. Jambo la pili ambalo Biblia inadhihirisha kwa baraka, the second one that the Bible shows us, Mungu analeta
baraka kwa njia za kuishi miaka nyingi duniani. And God is blessing some people with having many years of life. Watu ambao wamebarikiwa na Mungu, Some people are blessed with God. ni watu ambao wataishi miaka kadhaa hapa duniani. They live for many years. Ni watu ambao wataishi zaidi ya miaka ya kawaida. They live for many years than most of people. Sababu ni watu ambao wamebarikiwa na Mungu. Because they are blessed with God. Jina la Bwana lipewe sifa. Blessed be the name of the Lord. Jambo la tatu They said what? ambalo Mungu atabariki nalo watu, That God can bless his people. ni mafanikio katika kazi za mikono yetu. It to prosper in the work of our hands. Mkristo ni lazima awe kwanza na kazi ya mikono yake. As a Christian, you are supposed to have Na the baada ya kuwa na ile kazi ya mikono yake, after having a job, Mungu anaibariki, then God can bless. Mungu anaifanikisha. God can increase. Biblia inasema kila mahali watagusa, The Bible said wherever you can kila touch, mahali watakanyaka, wherever you can put your foot, patakuwa it pamebarikiwa. will be blessed. Jina la Bwana lipewe Praise sifa. be the name of the Ni Lord. kwamba Mungu anapaswa kutubariki kwa ajili ya yale tunayafanya. And God is ready to bless us for what we Hata are doing. katika kazi ya Mungu, Even when we are serving Mungu God, atatubariki tunapokuwa aktifu kwa kazi ya Mungu. God can bless us when we are active. Hakuna wakati kazi ya Mungu itaendelea bila sisi kutumika. And there is no time that the work of God can prosper. When Mafanikio itaonekana wakati tunagusa kitu fulani. prosperity can be manifest when you are touching something. Jina la Bwana lipewe Praise be sifa. the name of the Lord. Na jambo la mwisho ndilo hili. And the third one, the last one is this. Baraka za Mungu pia zitaandamana hata na vifaa vyetu ama mali yetu katika nyumba zetu. And God's blessing can fall even wherever we have in our house. Ikiwa una radio, If you have a radio, ikiwa una TV, if you have a TV, ikiwa una laptop yako, maybe you have a laptop, ile kwa ajili uko mtakatifu, as you are faithful, Mungu ataibariki pia. God can bless you. Haitakuwa kitu cha kukufa kila wakati. It can be something to disturb. Kama ni gari, haitakuwa leo kesho kugaraje, kesho yake ni kugaraje, siku ingine tike na siku ingine tike. Today a ticket. Maana baraka ya Mungu inakuja kwa amani na utulivu. Because God's blessing comes with peace. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be the name of the Lord. Namna gani basi tunaweza kufanya ili tuweze kuzifikia hizi baraka za Mungu? Now what can we do so that we can gain God's blessings? Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kupitia ili tuzipokee. There's many ways we can go through so that we Lakini can leo nataka zungumzia kwanza mambo 6. But for today I'm going to talk to you like for 6 points. Na jambo la kwanza utalipata katika maandiko matakatifu. The first of all getting from the Tasoma Mambo ya Nyakati sura yake ya 4. The book of Chronicles. Sura yake 4 mstari wa 9 hadi ule wa 10. First Chronicle chapter 9. Nitatamani kama kuna watu wasomi wazuri watanisaidia ili tukomboe muda. If you had good readers, they can help us so that we can go ahead. Tunaanza na Mambo ya Nyakati sura yake ya 4 na mstari wake wa 9. We start by the book of Chronicles chapter 4 verse 9 up to 10. Kama kuna mtu yuko tayari atasomea kwa jina la Yesu Kristo. There is somebody who is ready, can help us, please. Tunasoma katika lugha ya Kifaransa. Asante. Mambo ya Nyakati ya kwanza ama Ya kwanza ndio sura yake ya 9. sura ya 4 Sura ya 4 na ule mstari wake wa 9 hadi wa 10. tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Jabet était plus considéré que ses frères et sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Hapa tunaona huyu jamaa aliyeitwa kwa jina la Yabez. And then you can discover this man called in the name of Jabez. Mama yake amemzaa katika uchungu wa ajabu. His mom gave birth to him in suffering. Mama alikuwa amesumbuka miaka kwa miaka. And his mother suffered so long. Huyu kijana amezaliwa kwa hali za uchungu kwa mama. And he was born in the difficult way. Na mama akampatia hata jina hii sababu ya kuonyesha machungu alikuwa naye. And his mother gave to him this name because she suffered so much. Ni kwamba kwa maisha ya huyu mama alikuwa katika hali ya umaskini. And the life of this lady, it was a life of poor. Alikuwa katika hali ya kukosa baraka za Mungu. And she didn't get any blessing for the Lord. Na mtoto akazaliwa katika maisha ya vita. And he got the child just. Na mwishowe huyu mtoto akakomaa pia katika ile hali. And the child grown up in that condition. Na ilifika wakati moja huyu mtoto And at certain period this child akaambiwa na watu ya kwamba wewe ulizaliwaka kwa maisha ya shida. He heard from people that when you were born your family was ulipozaliwa mama yako alikuwa katika machungu na ukosefu wa ajabu. And when you were born your mother was suffering the Lord. Na unajua nini? And do you know? Hata ile jina yako even your name. maana yake
ni shida. The meaning of your name means suffering. Huyu kijana Biblia inasema hivi. The Bible says this guy, alienda mbele za Mungu. he came